Ya dunia huwa mazito kweli, shikilia kamba yake jalali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum biihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mtazamaji, baada ya kumhimidi Allah jalla jalaluhu na kumtakia rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, natahaddath an afdal ayyam ad-dunya. Tutazungumzia masiku 10 ambayo hayana mfano duniani. Ayyamul ashr min Dhul-Hijja, masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa Dhul-Hijja. Masiku 10 haya hayana mfano, na tumeweza kukubainishia ndugu yangu mtazamaji kwenye vipindi, kama ulifuatilia mwanzo mpaka hapa ambao tumefikia, kwamba haya yanashinda hata 10 la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya tuliyokuwa nao masiku 10 haya ya Dhul-Hijja, mwezi wa mfungo 3, yanashinda hata 10 la Muharram, kuanzia mwezi mosi mpaka kwenye mwezi 10. Masiku 10 haya ni masiku ya kipekee, na tupo katika kuzungumzia nukta nyingine ya kuzungumzia ibada ambazo zatakiwa zifanywe. Kipindi tutapita tuzungumzia ibada 2, nayo ni kuleta takbira na kufanya maombi kwa wingi sana. Ilhah bidua, nawezekana dua yako ikaingia wakati ambao Allah atakubali maombi yako. Na leo tutazungumzia pacha ya ibada 4 muhimu, kama zilivyokuwa na umuhimu nyingine. Ndani ya masiku haya kuna ibada ya funga, lakini vile vile kuna ibada ya qiraatul Qur'an kwa wingi, na ndivyo walivyokuwa wema rahmatullahi alayhim. Lakini vile vile kuna ibada ya qiyamul layl, lakini kuna ibada ya sadaqa. Ibada 4 hizi zinaonekana kuwa na upacha. Mara nyingi funga inabeba ibada nyingi sana. Al-amru athamin min al-a'mal al-fadila fi hadhihi al-ayyam, katika zile ibada ambazo zikiwa ziingie katika masiku 10 haya, wala shakka anna sawma min afdal al-qurbat wal baqiyat as-salihat. Hakuna shaka wala mjadala kwamba funga nayo ni katika zile ibada nzito, nayo ni katika yale mema yenye kubaki. Wakafa fi fadli sawmi, inatosha kuonekana ubora na utukufu wa fadla ya funga. Qaulullahi ta'ala, kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajizi bihi. Kila matendo anayofanya binadamu hayo ni ya kwake isipokuwa funga. Funga ni yangu mimi, na mimi ndiyo najua nitamlipa nini mja wangu. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wal hadithu akhrajahu Imam Ahmad fi musnadihi wa sahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala, alayka bis-sawm fa innahu la mithla lah. Kuna mmoja katika baadhi ya sahabi alimwambia, ya Rasulullah, Mtume wa Mwenyezi Mungu, matendo yamekuwa mengi, ibada gani nishikamane nayo ambayo haina mfano? Faqalahu an-nabiy alayhi salatu wasalam, alayka bis-sawm fa innahu la mathla lah. Jilazimishe na funga. Funga haina mfano, haina mwenzake. Alayka bis-sawm fa innahu la mithla lah, haina mfano. Bali hadith al-muttafaq alayhi, حديث أبي سعيد الخضري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. Atakayefunga siku moja tu kwa ajili ya Allah, Allah atamweka uso wake mbali na moto wa Jahannam mwendo wa miaka 70. Siku moja tu anawekwa mbali na moto wa Jahannam kwa mwendo wa miaka 70. Kwa hiyo funga inaingia katika hadhi al-ayyam, ayyamul ashr. Bali vile vile imekuja kuonekana wasaumu dakhilu fil a'mal as-salihah allati hatha ash-shar'u ala mulazamatiha, kwamba funga inaingia katika yale matendo mema ambayo
sheria imehimiza mtu kujilazimisha nayo fi ashri dhulhijja. Faqad ruya ana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yasumu 9 dhulhijja, Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa akifunga siku 9 katika dhulhijja, sababu siku ya 10 ni mwezi, itakuwa ni siku ya Idi. Na hadithi pamoja kwamba imesemwa kadha wa kadha, lakini kwamba funga inaingia katika matendo mema. Qala an-Nawawi rahimahullah, wa sawmu hadhihi al-ashr mustahabba, tena istihbaban shadida, na kufunga ndani ya masiku 10 haya inapendeza sana. La siyaman at-tasi' minha, hasa mwezi 9, wa huwa yaum Arafa, ambayo ni siku ya Arafa. Vile vile katika baadhi ya matendo ambayo mja atakiwa aweze kuyafanya, mojawapo ni kathratu sadaqa. Jitahidi kufunga, kutoa sadaka kwa wingi. Masiku 10 haya jitahidi unyooshe mkono, inawezekana Allah ikawa ni sababu ya kukunjulia maisha yako na wewe. Wasadaqa tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an-nar, sadaqa inafuta makosa kama vile moto unavyozimwa na maji. Bali vile vile imekuja katika kuonesha kwamba sadaka ilivyokuwa na malipo mbalimbali na ubora wake. Mtume asema hivi, ittaqun nara walau bishiqqi tamra fa in lam tajidu fa bikalimatin tayyiba, basi jikingeni na moto hata kwa ubale wa tende. Fa in lam tajidu fa bikalimatin tayyiba, kama huna cha kutoa basi toa lafzi nzuri, sadaqa. Wal tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Kwa hiyo ndani ya masiku 10 haya yasipite isipokuwa kila uwezo Mwenyezi Mungu aliyokupa, jitahidi kufanya wingi wa kutoa sadaqa. Man istata'a minkum an yastatira minan nar walau bishiqqi tamra falyaf'al, atakayeweza kujistiri na kujihifadhi na moto wa Allah, basi hata kama ni kwa kutoa ubale wa tende, Mtume anasema basi afanye hivyo. Vile vile qala Allahu ta'ala, shetani alivyojua uzito wa sadaqa, ash-shaytanu ya'idukumul faqr, shetani anakupeni ahadi mkitoa mtafukarika. Wa ya'murukum bil fahsha, na shetani anakuamrisheni mabaya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, na Mwenyezi Mungu anakuahidini msamaha utokao kwake na fadla. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mkunjufu tena ni mjuzi. Al-Baqara. Hapa inaonekana kwamba sadaka iingie ndani ya masiku 10 haya. Vile vile katika ibada ambayo itakayoweza kuingia katika masiku 10 haya, qira'atul Qur'an bikathara, kuisoma Qur'ani kwa wingi, bali ikiwezekana uende ukaisome msikitini. Imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa kwa wanaume, atakayetoka nyumbani kwake akaenda msikitini, fa yaqra'u aya khairu min naqa, akisoma aya moja ni bora kuliko ngamia. Wa ayatain khairu min naqatain, na aya 2 ni bora kuliko ngamia 2. Wa 3 min 3, 4 min 4, wa min ajajihinna min al-ibli. Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wa kila aya moja kafanisha na ngamia, kila aya kafanisha na thamani ya ngamia. Lakini msikitini, ayuhibbu ahadukum an yadhhaba ila al-aqiq au ila al-bathan fayajlau naqa min ghairi ithmin wala qati'ati rahim, hivi mmoja wenu anapenda aende kwenye jangwa, ende kutengamia, achukue bila ya dhulma, wala hajakata udugu ni wa kwake? Sema sote tunapenda. Qala la an yakhruja ahadukum ila al-masjid, la an yaghdu ahadukum ila al-masjid fayaqra'u aya khairu min naqa, mmoja wenu kama atatoka ataingia msikitini akasoma aya moja ni bora kuliko ngamia. Wa ayatain khairu min naqatain, aya 2 ni bora kuliko ngamia 2. Wa 3 min 3, aya 3 ni bora kuliko ngamia 3. Wa 4 min 4, na aya 4 ni bora kuliko ngamia 4. Wa min ajajihinna min al-ibl. Lakini vile vile katika baadhi ya ibadati ambazo zinapendeza mja kuweza kufanya ni qiyamul layl. Hizi nasema ni ibada pacha,
bali sijasoma al-abdu salih, mtu akaambiwa na salah alafu akawa hana qiyamul layl. Qiyamul layl ni da'abu salihina min qablikum, ilikuwa ndio tabia ya waja wema waliopita kabla yenu. Ilikuwa mtu hawezi kunyoshewa kidole kama inakuwa hakuna qiyamul layl. Walidhalika qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akhuka rajulun salih law kana yaqum min al-layl, ndugu yako ni mja mwema lau kama anasimama usiku. Qiyamul layl da'abu salihin. Walidhalika yaqulu Salim, mtoto wa Abdullah ibn Umar, kana abi la yanamu min al-layl illa qalila, ilikuwa halali usiku isipokuwa usingizi mchache sana, muda mwingi anafanya qiyamul layl. Walima la, qudwa wa umma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qilahu qumil layla illa qalila, simama usiku mwingi kusali isipokuwa muda mdogo ndio uchukue raha. وقال الله تعالى عن السلف عباد الصالحين، قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، mbavu zao zimeepukana na malazi, kinaya qiyamul layl. Kwa ndugu yangu mtazamaji, katika mambo ambayo yamechukua nafasi kubwa sana katika kuweza kuyahimiza na kuweza kuyafanya ni hizi ibada pacha, asiyam wal qiyam wa qira'atul Qur'an was sadaqa, zinaingia katika masiku 10 haya ambayo takiwa mja aweze kujitahidi sana kuweza kufanya amalo salih. Inawezekana itakuwa ni sababu ya Allah jalla jalalu kumsamehe makosa yake, na Allah jalla jalalu ikawa ni sababu ya Allah kumfanyia kheri mbalimbali, na Mwenyezi Mungu kumkubalia maombi yake, akaingia katika kundi la waja wema. Ndugu yangu mtazamaji, wakati ni ukuta, tukutane kwenye kipindi kingine. Wa ila liqa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dunia huwa mazito kweli, shikilia kamba yake jalali.